Katika kitabu cha Yeremia sura ya 17 mstari wa 5, neno la Mungu linasema hivi: Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Asubuhi ya leo na alfajiri hii ya leo nataka kukutia moyo ndugu yangu. Usiwe miongoni mwa watu ambao wanawategemea wanadamu. Wewe mtegemee Mungu. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 17, katika kitabu cha Yeremia sura ya 17 mstari wa 5 inasema kuwa Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Asubuhi ya leo tuende na hili neno la Mungu kwenye kazi zetu, kwenye biashara, maofisini, huko kila mahali ambako Mungu amekupa nafasi ya kuwa huko. Ukiwa unajua kuwa mtu yoyote anayemtegemea mwanadamu, neno la Mungu linasema kwamba amelaaniwa. Sasa usiwe mmoja wa wale watu ambao asubuhi ya leo Biblia inasema kwamba wamelaaniwa kwa sababu wanawategemea wanadamu. Umeona? Watu ambao wanawafanya wanadamu kuwa kinga na mioyoni mwao wamemwacha Mungu. Kwa sababu unapomtegemea mwanadamu, yani yule ndo anakuwa kama vile ni watu wengine wanawafanyaga wanadamu mpaka yani anakuwa kama vile anamwabudu yule mwanadamu. Sasa Biblia inaposema kwamba amelaaniwa, kwa nini uishi na laana? Kwa sababu tu ya kumtegemea mwanadamu. Kwa nini umfanye mwanadamu kuwa kinga yako, alafu moyoni mwako umwache Mungu? Yaani kiasi ambacho wewe unamtegemea mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yako, kiasi ambacho huku moyoni mwako umedhamiria kabisa na uliamua kabisa kumwacha Mungu. Kwa nini iwe hivyo? Asubuhi ya leo mtu katae hiyo hali kabisa ya kuwategemea wanadamu. Simaanishi kwamba hatuwezi kupata misaada kutoka kwa wanadamu wenzetu. Inawezekana kabisa. Lakini lisiwe tegemeo letu. Yaani isiwe ndo karata ya mwisho kwamba yani bila huyu mimi maisha yaendi. Wapo watu wengine wako hivyo. Yani bila fulani maisha yaendi, bila fulani maisha yaendi. Elewa kwamba hata kama Mungu amekuinulia mtu kwa ajili ya maisha yako, kumbuka kwamba hata yule mtu anayemtegemea, yamkini hata yeye anamtegemea Mungu. Sasa usije ukasababisha shida ya Mungu na yule mtu. Elewa kwamba anapokusaidia wewe amefanya hivyo, ila moyoni mwako usimwache Mungu kwa kumfanya mwanadamu kuwa kinga yako kwa sababu umemtegemea. Ili uendelee kubarikiwa zaidi, ili na yule mtu aendelee kubarikiwa zaidi, moyo wako utenganishe kabisa na tabia ya kuwategemea wanadamu kwenye maisha yako, ili laana ya Mungu isiwe kwako. Asubuhi ya leo tembea na hizi baraka za Mungu kwamba Mungu awe tegemeo lako. Mungu ndo awe kinga yako kwenye kazi zako, popote pale, kwenye biashara, nyumbani, mahali popote unapoenda, safarini, popote pale unapoenda, popote pale unapokuwa. Siku hii ya leo na asubuhi hii ya leo, mfanye Mungu kuwa tegemeo lako na umfanye Mungu kuwa kinga ya maisha yako, kinga ya biashara yako. Yeye ndo awe kinga ya afya yako, akukingie na kila lililo baya, akukingie na kila adui ambaye amepanga mabaya kwa ajili yako. Siku hii ya leo, asubuhi ya leo, Mungu afanyike kuwa kinga kwa familia yako, kinga kwenye ndoa yako, akukingie na zile roho zinazoingia kwenye ndoa na kuharibu ndoa, akukingie na kila roho zinazoingia kwa watoto na kuharibu tabia za watoto kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo hakikisha moyo wako unamtegemea Mungu kuhusiana na familia, unamtegemea Mungu kuhusiana na kazi yako, unamtegemea Mungu kuhusiana na masomo, unamtegemea Mungu kuhusiana na kupandishwa vyeo, unamtegemea Mungu kuhusiana na safari zako za hapa na pale. Hakikisha asubuhi ya leo wewe Mungu amekuwa tegemeo lako na kinga yako. Wengine wanapoweka kinga za waganga wa kienyeji, wachawi, wengine wanapoweka kinga za miungu ya dunia hii, wewe mfanye Mungu Jehova Elohim kuwa kinga yako asubuhi ya leo.
kuwa kinga yako mchana, kuwa kinga yako jioni na usiku. Yaani mfanye Mungu kuwa kinga yako ili ubarikiwe na Mungu, kwa sababu kama kumtegemea mwanadamu unalaaniwa, ina maana ukimtegemea Mungu unabarikiwa. Sasa hakikisha biashara yako imebarikiwa kwa sababu unamtegemea Mungu. Mtegemee Mungu katika kila jambo mpaka mambo yaende sawa kwenye maisha yako. Mimi nakwambia kabisa kuwa hakika utaziona baraka za Mungu na utamwona Mungu akijifunua na kujidhihirisha, kwa sababu wewe unamtegemea yeye na wewe umemfanya yeye kuwa kinga yako kwenye maeneo yote ya maisha yako. Mungu akubariki sana. Kila la heri. Nakupenda.